Siku ya jana kulikuwa kuna mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ulioweza kuzikutanisha timu mbili, timu ya Azam FC wakicheza dhidi ya timu ya Simba Sports Club pale kwenye dimba la Chambazi, ambapo mchezo uliweza kutamatika kwa sare ya kutoweza kufungana, yani bila. Lakini ndani ya dakika 90 kwenye mchezo huo tumeweza kushuhudia matukio mbalimbali ambayo ni tata. Kwa namna moja ama nyingine, mwamuzi wa mchezo Ahmed Elajiga ameshindwa kutafsiri vizuri matukio hayo. Pengine angeweza kutoa tafsiri vizuri ya matukio hayo, mchezo usingeweza kumalizika kwa sare, huenda tungeshuhudia mabao ndani ya mchezo huo. Miongoni mwa matukio tata ambayo yameweza kutokea ndani ya dakika 90 ni zile penalti mbili ambazo klabu ya Simba waliweza kunyimwa na mwamuzi wa mchezo, akiamini ya kwamba ili ni fair play ambayo wachezaji wa timu ya Azam FC waliweza kuicheza. Sasa kipenga cha mwisho cha Osman Kazi kimekuja kumaliza utata kuhusiana na issue ile ya matukio hayo tata ambayo yaliweza kutokea katika mchezo kati ya Azam FC dhidi ya timu ya Simba Sports Club, ikiwemo matukio mawili ya mikwaju ya penalti ambayo mwamuzi wa mchezo ameweza kuamuru ya kwamba ni fair play na sio mikwaju ya penalti. Sasa kuna nini cha ziada ambacho kimezungumzwa kuhusiana na matukio yale? Udani wa taarifa hii kujuza na kusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa ili uweze kuhabarika kiundani zaidi kuhusiana na hii taarifa, swala ni jepesi kabisa, mwana familia wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo, hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, basi utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwana familia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya michezo ambayo sisi huwa tunakuhabarisha wewe na kukujuza moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama yote umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na hayo matukio tata ambayo yaliweza kutokea kwenye mchezo kati ya timu ya Azam FC dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tukio la kwanza ni mkwaju wa penalti ambao mchezaji wa klabu ya Simba Liba Segwe aliweza kufanywa madhambi katika eneo la 18 la boksi la timu ya Azam FC na mchezaji Fontes Mendoza, ambapo mwamuzi wa mchezo aliona kwamba ile haikupaswa kuwa ni clear penalty bali ni play ambayo iliweza kutokea katika eneo lile. Lakini kwa wale ambao tuliweza kubahatika kuangalia picha za marejeo vizuri na kunyambua vizuri tukio lile, bila shaka lile tukio lilipaswa kuwa ni clear penalty. Klabu ya Simba pale aliweza kunyimwa penalty ya halali kabisa, kwa maana kwamba ukiangalia namna ambavyo mchezaji wa timu ya Azam FC Fontesi alivyokwenda kumzuia mchezaji Liba Segwe kuelekea kwenye lango lao, aliweza kufanya madhambi na sio kwenda kuclear mpira tofauti na inavyotakiwa. Hivyo aliweza kumtendea madhambi mchezaji Liba Segwe na kudondoka chini ya boksi, na ilistahili kuwa mkwaju wa penalti wa halali kabisa, lakini mwamuzi Ahmed Elajiga akuona hilo. Kwa upande wake yeye aliona ili ni fair play na kufanya klabu ya Simba wakose mkwaju wa penalti wa halali kabisa ndani ya dakika hizo ambazo tukio hilo liliweza kutokea. Lakini pia tukio la pili liliweza kutokea ni wakati klabu ya Azam FC inashambuliwa na timu ya Simba. Kuna tukio moja lilitokea kwenye clearance ya mpira kutoka eneo la box ambalo alienda kufanya Nasr Saduni, mpira uliweza kumgonga katika mkono na bila shaka kwa mantiki hiyo ilipaswa kuwa ni mkwaju wa penalti, kwa maana kwamba mpira ulienda direct kwenye mkono na mchezaji Nasr Saduni alikuwa kwenye eneo la 18. Hivyo mwamuzi wa mchezo kwa tukio lile nalo alistahili kuweka mkwaju wa penalti, lakini kwa upande wake hakuona hilo na aliamini ya kwamba mpira au kugusa mkono pengine ndo maana kuweza kuweka mkwaju huo wa penalti. Hayo ni matukio mawili tata ambayo yameweza kuzua headline kweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Mpaka sasa hivi yanazidi kuongelewa. Kuna baadhi wanaamini ya kwamba ile ikupaswa kuwa mikwaju ya penalti, lakini kuna baadhi wanaamini ile ilipaswa kuwa ni mikwaju ya penalti. Lakini kwa upande wangu mimi matukio yote mawili hayo naona kabisa ile ilistahili kuwa penalti. Kwa tukio la kwanza Liba Segwe ilikuwa ni clear penalty, lakini kwa tukio la pili la Saduni kugusa mpira kumgusa katika eneo la mkono, nayo pia ilistahili kuwa mkwaju wa penalti. Hivyo kwa tafsiri hiyo klabu ya Simba wamenyimwa mikwaju ya penalti miwili katika mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya kutoweza kufungana kati yao dhidi ya timu ya Azam FC. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekujuza sasa hivi? Tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.